Bwana Brother Alberto, mchezo umemalizika. Simba ameibuka kwa bao 1-0. Mchezo umeuonaje kwa Simba? Kwanza mimi nipende niwashukuru wachezaji wetu, wamejituma, mapambana. Game ilikuwa ngumu, umeona wachezaji wametoka kwenye mechi ngumu ya shirikisho ya finali. Na wamepumzika siku mbili. Kwa hiyo wengi wamecheza, umeona kwa dakika 60 kipindi cha pili, umeona wachezaji wamekata moto kwa sababu wamekuwa wamechoka. Kwa hiyo mimi binafsi nashukuru tumepata ushindi mdogo, lakini umetupa pointi 3 kwa wachezaji na mashabiki ambao tuko hapa, tunashukuru Mungu kwa hiyo. Leo kumekuwa kuna misisimuko sana nje ya mashabiki. Maamuzi ya refa yako kwa vipi? Refa alikuwa yuko sahihi wa mchezo wa leo? Refa yuko sahihi kwa sababu jua kumhukumu refa hisi hatuwezi. Refa yuko sahihi. Refa anaona yeye anatumia sheria 17 za mchezo. Kwa hiyo anachokiona yeye kwake sio sahihi. Kama ni sahihi atapiga filimbi, atatoa adhabu. Mwisho. Unaona sheria zimefuatwa. Sheria zimefuatwa, sheria 17 pia zimefuatwa. Kwa hiyo kama ilivyotakiwa. Refa bana kwa leo mimi nampa big up kwa sababu kwanza makosa mengi wachezaji wa Simba wamefanya na Singida. Kulikuwa kuna red card kile kama kuzimeza, vitu vingine vyote kavifanya kwa kutokana na jinsi ya mechi ilivyokuwa na tension na wachezaji. Kwa hiyo mimi ninachoamini ni kwamba refa kafuata sheria 17 za mpira. Singida kuja na tension kubwa, walikuwa wanapambana, wanatumia nguvu sana na wachezaji wote sio wamechoka na bado tuna game nao tena tarehe 31 kule Manyara, umeona. Kwa hiyo yote kwa yote mimi nashukuru kwa wachezaji wamemaliza mpira salama, kama kuna majeruhi basi mimi nitashukuru Mungu. Unashukuru Mungu. Sana. Vipi kwa Lesmedi, maana watu ndio wamesema huyo alikuwa kidogo anaenda tofauti na vile ambavyo watu wanaona. Ni macho ya watu ya nje. Lesmedi yeye ni mtu kwa hiyo naye ana mapungufu yake na yeye pia ni anafuata sheria zile za mchezo. Kwa hiyo sisi mashabiki tuna miamko wetu. Kwa sisi tunapenda upande wetu. Hamna shabiki ambaye anapenda uumize upande wake. Lazima apambanie kwa sababu ya timu yake na wachezaji wake. Kwa hiyo sisi mashabiki tunaona ni sahihi, lakini lazima yeye anaangalia sheria zile 17 za mpira jinsi zinavyotaka. Kwa hiyo yote lazima naye ni binadamu, kama kuna makosa kayafanya ni kawaida kwenye mchezo. Naenda mchezo wa pili. Hapa nadhani umeona mchezo. Mechi mbili zote mmefatana goli 1-1 kutokana na timu yenyewe. Sasa Singida wakiwa nyumbani nadhani mnawaona. Unafikiri utakuwa mchezo wa namna gani unafuata? Mchezo siku zote sina Singida siku zote mechi zetu zinakuwa ngumu. Kwa sababu angalia hata upangaji wao wa timu wanaoipanga, wachezaji sio wanavyocheza ni tofauti na wanacheza na timu zingine. Kwa hiyo sisi siku zote tunaangalia tu uwanjani na kati zinafanyaje. Tunachoamini kwamba wachezaji wangu wanaona hilo, wameliona kwamba na kocha kaona, benchi la fundi limegundua kwamba kuna madhaifu sehemu gani na jinsi ya Singida wanavyocheza. Mimi nafikiri mechi ya Singida itakuwa ngumu kama mechi zingine, lakini nafikiri tutapata matokeo. Sisi tunataka finali kwa sababu sisi tunataka kombe la shirikisho tunalitaka na tunataka kombe la NBC. Kwa hiyo kombe sisi tunataka safari. Mnataka finali kwa ajili mcheze nalo. Sisi tunataka finali. Asijui kama Yanga katangulia, kama sisi tunataka finali. Kwa kama tutakutana naye tukisema tunataka finali. Kabisa. Kwa hiyo una kitu gani cha kumalizia? Cha kumalizia niseme kwanza niwashukuru mashabiki wa Simba wapenzi, umeona wamekuja uwanjani kusupport timu yao. Tumeshangilia, tumepata ushindi, wachezaji wametuma pamoja kwamba wamechoka na mechi kubwa ya finali, umeona. Mimi yote kwa yote nawashukuru pa benchi la ufundi, mashabiki yote tuendelee kuisupport timu yetu, tuendelee kupambania kwa sababu ina mechi ngumu ijayo na mechi ambazo bado tuna mechi kama 2 ngumu, kwa hiyo ambazo za kutafuta matokeo. Kwa hiyo yote kwa yote mimi nashukuru matokeo tuliyopata leo. Shukrani sana. Pamoja sana.